Naam, leo ni siku nyingine ambayo ni muhimu kabisa. Niwapongeze sana kwa kuja. Haikuwa jambo rahisi kupandisha mlima wa Mungu kwa kipindi hiki cha mwezi huu wa 5. Haikuwa rahisi kwa sababu liliwekwa sharti gumu kwamba ni lazima kila anayeupandia mlima awe amejiandaa kuja na dhabihu ya agano kiasi cha 50,000. Nashukuru Mungu sana kwamba kwa namna ya pekee amewapa ninyi neema ya kuvuka vikwazo vinavyozuia ili wewe usiende juu. Amen. Mungu akubariki na ninakupongeza sana. Amen. Haleluya. Amen. Sitachukua muda mrefu sana kwa sababu ya umuhimu wa siku yenyewe ya leo, lakini nitasema maneno ambayo Mungu ameweka ndani ya kinywa changu kwa ajili yako. Amen. Amen. Tuko hapa leo kwa sababu ya mwaliko. Sio sisi pekee ambao tumewahi kualikwa. Wapo watu katika Biblia ambao Mungu aliwatokea kwa nyakati tofauti akawapa mwaliko wa jambo hili na walifanikiwa sana. Alimwambia Ibrahimu, twende nikakuonyeshe nchi ambayo nitafanya na wewe agano kukaa humo, na ukiwa katika nchi hiyo nitalikuza jina lako na nitabariki uzao wa tumbo lako. Abraham akaamini, akaenda katika nchi ambayo Mungu atamuonyesha, na baadaye alipoiona akajenga madhabahu, akamtolea Mungu sadaka, na Mungu alifanya agano na Abraham linalokumbukwa na kusimamiwa hata hivi leo. Yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa imani kuongea na Mungu baada ya vizazi vingi sana kupita. Roho Mtakatifu alipokuja kwetu baada ya Kristo msalabani, kazi yake kubwa ambayo kitabu cha Yohana kinasema kwamba atakapokuja huyo Roho atawaongoza ninyi kuwapeleka kwenye kweli yote ya Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuongoza wewe kwenye kweli ya Mungu, kulielewa neno la Mungu ambao kimsingi ndio kweli yenyewe, kwamba ukisikia sauti uwe na uelewa wa kwamba hii ni sauti gani. Watu wengi Mungu ameongea nao mara nyingi sana, hawajaona baraka za Mungu kwa sababu hawaijui sauti yake. Ila Yesu alishasema kondoo wanaijua sauti ya mchungaji. Si kama unajua kwamba Yesu Kristo ndio mchungaji mwema.
aliyeutoa uhai wake kwa ajili yetu. Na kwa hiyo sauti yake ukiielewa, haitakuja kutokea kwenye maisha yako ukakwama. Tunakwama kwa sababu hatuko naye. Hatuko naye kwa sababu hatumwelewi, hatumjui. Tuna mitazamo mingi kumhusu, lakini sio yeye. Yeye ni neno. Ukimwamini anadhihirisha ukuu wake papo hapo kwenye maisha yako. Utajua unaye kwa sababu ya uthibitivu wa nguvu zake na neno lake. Huwezi kusema una Mungu halafu huoni kazi zake kwenye maisha yako. Kwa tunaweza kujua vizuri kwamba tuko naye na ni Mungu wetu. Yuko hapa kwa sababu tutauona utukufu wake hapa. Ndio maana Yesu alimwambia Mariam na Martha, niliwaambia mkiamini mtauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo baada ya imani kinachofuata ni utukufu wa Mungu. Ukisha muamini anadhihirisha utukufu wake kwenye maisha yako. Sasa tatizo kubwa liko pale ambapo nataka ufahamu kwamba tunashindwa kuvuka vikwazo vya kutoka kwenye hali ya kutoelewa na kufikia kiwango cha kumjua Mungu kwa sababu ya barriers nyingi sana ambazo Ibilisi ameweka hapo katikati. Ametupatia sura nyingi sana za Mungu na ameondoa sura halisi ya Mungu. Na kwa hiyo watu wengi wanaamini wasichokijua. Leo nataka uelewe na uione sura yake. Halo? Halo? Anataka umwamini. Ninaposimama hapa leo ninaongea na wewe, anza kuelewa ni Mungu anaongea na wewe saa hii. Na ukitenda kama nilivyosema, utukufu wake utaonekana juu yako. Okay, Biblia inasema mimi nitalithibitisha neno la watumishi wangu. Na Mtume Paulo anasema injili yangu haikuwa maneno matupu, bali ilibeba dalili na nguvu za Mungu. Nataka nguvu ya Mungu ionekane kwenye maisha yako. Amen. Lakini hutaiona kamwe kama bado una mtazamo wa kibinadamu. Tunapotoa maelekezo kwenye madhabahu ni Mungu anaongea. Ukielewa hilo jambo, utatembea na Mungu kwenye maisha yako. Na utukufu wake utaonekana kwako. Haleluya. Kuabudu ni jambo moja, lakini unaabudu kitu gani? Umewahi kuona Mtume Paulo anasoma kwenye madhabahu za watu wa kale, wameandika kwa Mungu asiyejulikana. Yaani wamefika mahali wamekubali kwamba hajulikani, lakini tunamwabudu. Hapana, Mungu wetu anajulikana. Biblia inasema mnamjua na mnajulikana na Mungu. Sasa unamjuaje? Mjue hivi leo kwamba yeye ni neno. Anapoweka mtumishi wake mbele yako ni yeye. Awapokea ninyi, Biblia inasema ananipokea mimi. Kwa hiyo hapa ni Mungu anaongea na wewe. Na mara nyingi naongea jambo hili, lakini halichukuliwi kwa uzito kwa baadhi ya watu kwa sababu ya yale mapokeo uliozoea.
Unaposikia sauti ya nabii kwa kiwango cha sauti ya Mungu, utukufu wa Mungu utaonekana kwako. Mungu hawezi kuonyesha nguvu zake kwa mtu ambaye hajamwamini kwa viwango vya kiungu. Anataka umuone kwanza, ujue ni yeye, umwamini, ndipo aachilie utukufu wake kwako. Okay. Kuonyesha wageni waliokuja kwa Ibrahimu, yeye aliwaona akasema, karibu bwana wangu. Unaona, alimuona Mungu ndani ya wale wageni, na alipokuwa anahimiza ndama aliyenona achinjwe, alikuwa anamchinjia Mungu ndama, sio wale watu, ila Mungu aliyemo ndani ya wale watu. Nataka ukue kiwango cha kumwona Mungu ndani ya nabii. Yesu alifanya kazi miaka yote ile, lakini mwisho aliwauliza wanafunzi, huko nje watu wananiita nani? Hakuna jina hata moja kati ya aliyotajwa lililokuwa halisi. Naye akawauliza wanafunzi, ninyi mnanijua mimi nani? Jibu lingekuwa rahisi tu, wewe ni Yesu. Ndivyo alivyosema Gabrieli. Alimwambia Mariamu, utapata mtoto, utamwita jina lake Yesu. Lakini Yesu bado anawauliza wanafunzi, yeye ni nani zaidi ya Yesu? Petro akasema, wewe ni Kristo. Kristo maana yake roho. Roho maana yake Mungu. Haleluya. Wewe ni Masihi. Sasa nataka nikuonyeshe jambo hilo, kwamba Yesu alimwambia Petro kwamba si mwili na damu vilivyokufunulia hili jambo kuwa mimi ni Kristo, bali ni Mungu. Kwa hiyo nataka nikuombee leo kwa Mungu, kabla sijaachilia upako wa agano, angalau macho ya moyo wako yatiwe nuru, uweze kumwona Mungu sahihi hapa, upate kufunuliwa. Kumjua Mungu ni ufunuo. Mtume Paulo kwenye Efeso anasema, nampigia Mungu Baba magoti ili macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, nanyi muweze kumfahamu alivyo. Sasa dini zilifunika, madhehebu yalifunika uwezo wako wa kujua kuhusu Mungu. Yalikwambia yuko juu mbinguni, na miaka yote umeabudu Mungu huyo usiyemjua, lakini yeye ametokea mara nyingi sana kwenye maisha yako, ila hujamuona. Tazama, leo tena amesimama mbele yako. Huyu ananena na wewe, yupo ndani ya nabii kwa ajili yako. Neno hili nalosema nawe ni yeye anasema. Ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Anataka muone, umjue. Mungu hajawahi kufanya jambo kwa mtu kabla hajajifunua kwa huyo mtu. Anajifunua kwanza, unamuona kwanza, unajua ndiye, unamwamini, anaweka mkono wake juu yako. Utakapokuwa ukiileta hiyo sadaka yako ya agano, tafadhali uitoe kwa namna ambavyo hujawahi kutoa. Utasogea mbele ya madhabahu, hisia zako, moyo wako, akili yako na roho yako
kila kitu ndani yako kione kinasogea mbele za Bwana, na unampa Mungu hiyo sadaka, na agano lake litaonekana kwenye maisha yako. Usiweke sadaka kama mapokeo, kwamba baba nabii ameagiza mimi nami nitaitoa sadaka yangu. Lakini wewe je, unataka kusema unampa nabii? Lazima umuone anayeitaka hiyo sadaka ni Mungu aliye juu. Mimi ni wakili, niko hapa tu kumwakilisha yeye, ili kazi njema aliyoiweka ndani yangu iweze kutendeka. Lakini wewe amekupa kibali kwamba kupitia huduma hii uanze kuziona baraka za Bwana. Kwa hiyo anakufungulia mlango uje na wewe uweke agano. Kwa hiyo nawatia moyo wanangu katika Bwana, hata mlioko nyumbani mnaonisikiliza, jiandae moyoni mwako uweze kutoa sadaka hii ya agano, na uketi hapo ndani ukiamini kwamba leo jina lako linatajwa mbele za Bwana. Niliwapa namba, kama wewe ni mgeni bado hujaipata, ni 0742 12 tena. Ni namba ya Vodacom, hiyo ndo rahisi zaidi, 0742 12 Wewe ambaye upo nyumbani na unanitazama, tuma sadaka yako hapo, halafu andika majina yako kwa message. Ibada hii haitaisha leo kabla Mungu wetu hajadhihirika. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Nataka umuondoe mtu, umweke Mungu. Okay. Ngoja nikuonyeshe jambo hili ambalo linaweza kukutia moyo. Biblia inasema Mungu alikutana na Musa, kitabu cha Kutoka 3 kuanzia mstari wa kwanza. Yuko jangwani anachunga kondoo ya Yethro mkwewe, lakini Mungu anakutana naye pale, anamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu walioko Misri, nimeyaona na mateso yao, ninakutuma wewe uende ukawaokoe watu wale. Mungu ameyaona mateso, amesikia kilio, haendi yeye mwenyewe, anaenda kwa Musa, anamwambia ninakutuma. Musa anamwambia mimi siwezi, kwa sababu mimi ni dhaifu. Mungu anamwambia Musa, mimi ninayekutuma nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo haendi Musa Misri, ni Mungu anaenda. Kwa hiyo Musa anatumika kama usafiri wa Mungu. Ni kama mimi nikija hapa na gari yangu, huwezi ukathamini gari. Utasema gari limekuja, utasema nabii kaja. Kwa hiyo Mungu yuko hapa saa hii, amevaa hili umbo badala ya lile la Musa. Musa alikuwa kwa ajili ya wana wa Israeli, Joshua yupo kwa ajili ya Watanzania unaonitazama hapa. Kwa hiyo kwa mkono wake ulio hodari, yeye Mungu atakuokoa wewe. Sasa anakuokoaje? Ndio swali ambalo muhimu uelewe. Anakuokoaje? Lazima akupe maelekezo ya jinsi utakavyookolewa. Nitaponaje? Kipofu haoni, lakini atapataje kuona? Yesu anamwambia kanawe kwenye bilika la Siloamu. Neno kanawe ndio liliokuwa Bwana asema hivi,
ile ndio ilikuwa namna kipofu atakavyoona. Mungu ameweka ahadi nyingi katika Biblia kwamba nitawaponya, nitawabariki, nitawainua. Lakini nitawainuaje, nitawaponyaje, nitawabarikiaje, ameficha ndani ya ufunuo, ambapo humtuma mtu kuzileta hizo siri. Sasa ukibeba yaliyoandikwa bila ufunuo wa yule aliyefunuliwa, huwezi kuyaishi. Sasa wanaokokaje kutoka Misri? Ilitakiwa awepo kiongozi kati yao, yeye awaambie wafanye nini ili iwe nini wanachotaka. Huyu walimtazama kama Mungu kwao. Walipotaka kuuliza jambo kwa Mungu, walikwenda kwa nabii. Samueli 9 kuanzia 1 mpaka 9. Hapo zamani mtu akitaka kwenda kuuliza neno kwa Mungu husema twende kwa nabii. Uwazia jambo hilo. Mtu akitaka kwenda kuuliza neno kwa Mungu husema twende kwa mwonaji. Maana aitwaye nabii sasa, hapo zamani aliitwa nani? Mwonaji. Sasa anza kufikiria kiwango hicho, kwamba hapa mlimani leo upo kwa Mungu, nyumbani kwa Mungu, na Mungu yuko hapa nyumbani kwake aliyekualika ili akutokea kubariki. Ungelielewa jambo hilo, usingekuwa na hali ulionayo sahihi. Ungewasamehe bure waliokukosea, maana wewe uko kwa Baba aliye juu. Mimi ni mtumishi wake na nitaitenda kazi yote alionituma niifanye, na hakika utaondoka na utukufu wa Bwana. Isaya 60 imeandikwa ondoka uangaze, kwanza mstari wa kwanza, ondoka uangaze kwa sababu nuru yako imekuja. Jaribu kuwaza, nuru imesha kuja, lakini iliyemjilia hana habari, mpaka aje mtu aliyefunuliwa habari zako akwambie kuhusu kufunguliwa kwako, kwamba wakati wa mateso umekwisha, wakati wa kulia umekwisha, wakati wa maombolezo umekwisha. Huyu alikuwa anasema na watu ambao nuru imesha kuja, ila hawajui. Wanachopaswa kufanya ni kuambiwa ondoka sasa, tayari. Kwa maana hiyo nuru si nuru hii ya mwanga wa jua, huwezi kuiona kwa macho, lakini kwa ufunuo wa Roho wa Mungu naweza kukuona hapa kwamba mwaka huu ni mwaka wa kicheko kwenye maisha yako. Unapaswa kuinuka kwa imani na kwenda kuyakabili tena maisha ukiwa na uhakika unaenda kushinda. Labda mbele yako huoni pa kutokea, giza nene limetanda, lakini nataka kusema ukichukua hatua, njia itatokea. Njia itatokea, wala hutajua umeshindaje. Angalia ilivyokuwa ghafla wakati wa bahari ya Shamu. Wako pale, hawana muda wa kutathmini, hawana muda wa kuwaza wapite njia ipi au warudie wakazunguke wapi. Nyuma yao kuna majeshi ya Wamisri yanakuja kwa spidi na nguvu, kiasi farasi walipokuwa wanatimua vumbi lilikuwa linapanda linashikamana na mbingu. Lilikuwa si jeshi la kawaida, linawafuatia watu ambao hawana silaha mkononi mwao, hawana silaha, wana neno moja tu, Bwana asema hivi. Unaweza ukawa huna kitu leo, na wanaopambana na wewe wana nguvu kuliko wewe. Inawezekana huna uchawi, huna silaha, lakini hili neno
la Mungu nayokuambia siku ya leo litayanyanyua tena maisha yako. Naona unainuka tena, naona unapaa juu na unabaki hapo. Pokea na useme haleluya. Ilikuwa ghafla, hawaoni njia pale. Nini kilitokea mwanangu? Kilichotokea ni hiki. Mungu akamwambia Musa, usiogope na waambie hao watu, wana wa Israeli, wasonge mbele. Mbele wapi? Kuna bahari. Kuna nini? Kuna bahari. Mbele kuna bahari. Huko ndiko anakosema waende. Musa alipowaambia, wana wa Israeli waliamua kuanza kwenda wakiwa wanajua wanaenda kuzama, heli wafie baharini. Pale pale njia ilitokea. Hapo hapo njia itatokea. Nataka mtu yeyote aliyeko hapa asiwazie kuhusu hali inayomkabili. Mimi niko hapa naongea na wewe saa hii. Kuna mamilioni ya fedha ambayo tunatakiwa kuwa nayo hapa kabla ya tarehe 28 ili TV yetu irudi hewani. Halafu nikikuangalia wewe jinsi ulivyojipanga, haujajipanga kutuvusha hapo, kwa sababu fedha ambayo mmekuja nayo leo haitatosha. Itatakiwa nitafute labda milioni 70 ziada kufanikisha jambo hilo. Lakini moyo wangu hauogopi wala sihofii jambo hilo, kwa sababu Biblia inasema majeshi yajapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita ijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Mimi nachojua, kabla ya tarehe 1 mwezi wa 6 TV itakuwa hewani. Sina habari nyingine. Unapaswa usiwe na habari nyingine kuhusu malengo uliojiwekea. Kama umepanga kujenga nyumba mwaka huu, usiangalie mfukoni una kiasi gani. Angalia ulichopanga, lazima kitatimia. Fanya kazi kwa bidii, muombe Mungu usiku na mchana. Atatoa njia wakati maadui zako hawana habari. Piga makofi kama unaelewa ninachomaanisha. Huu ni mwaka wako wa kufanikiwa. Ni mwaka wako wa kufanikiwa. Na unajuaje? Rudi ndani ya nafsi. Kama moyo wako unahisi unatamani kufanikiwa, basi ni mwaka wako. Ulichokuwa unasubiri, ulisubiri agano. Hakuna ile panda shuka. Safari hii ni kwenda mwendo wa kupaa. Sema naenda mwendo wa kupaa. Naenda mwendo wa kupaa. Zile njia za panya wakiziba, wewe paa. Na nataka niwahakikishie, roho itakao kuingia leo hapa ni ya viwango vikubwa sana. Kinachotuumiza mara nyingi sisi ni hofu pale taarifa zinapokuwa kinyume chetu. Mungu ana taarifa hii, ibilisi naye anakuletea taarifa zake. Hili ilimkwaza Petro akiwa baharini anatembea. Maandiko yanasema akaona mawimbi, akaogopa, akaanza kuzama. Natamka mara 7,
Usiogope, 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 usiogope. Hata kama upepo utavuma na dhoruba kiasi gani, yuko Masihi Yesu Kristo pale anangojea, anasubiri ufanye jambo moja tu, uamini. Umwamini kwamba utashinda. Unafahamu walipokuwa nazama, chombo kilipokuwa kinasukwasukwa, walimwamsha Yesu, wanafunzi wakasema, Bwana, tunaangamia. Aliwauliza, imani yenu mumeiweka wapi? Kwa hiyo kumbe waliweka imani sehemu isiyo sahihi. Sehemu sahihi ilikuwa waamini kwamba hawatazama. Wakati adui anakuletea mazingira ya kifo, Mungu anakusubiri useme sitakufa. Anasubiri uone uhai ndani ya mauti. Usipoona wema wa Mungu kwenye mabaya, mabaya yatakuumiza. Anza kuona na kufumbua macho kama alivyofunguliwa macho Gehazi. Anza kuona mipango ya Mungu ilivyo mizuri juu yako. Nenda nyumbani kwako kwa furaha leo, hata kama hujala nyama kwa siku nyingi, basi nenda ukale hayo matembele yako kwa furaha, kwa sababu siku za taabu zimekwisha. Mungu anataka uone wema katika hali hiyo mbaya. Daudi anasema, hata vita ikinitokea, hata hapo vitani nitamtumaini Bwana. Wamtumainiao Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Twende tena. Tumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Oh, milele nitatikisika. Oh, milele, milele. Haleluya. Milele. Oh, milele. Milele. Oh, milele. 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 Milele, milele, hatatikisika. Unapaswa kumtumaini Mungu hata eneo ambalo lina mtikisiko kiasi gani, kwa sababu Mungu alichosema juu yako lazima kiwe vile vile kama alivyosema. Shetani huwa anakuja baadaye na anaweza akakukatisha nini? Tamaa. Acha kusikiliza sauti zisizo na maana. Hebu sema, sauti zisizo na maana hazina nafasi kwenye maisha. Sio kama unaelewa maana ya sauti zisizo na maana, kwamba hazina mantiki kwako, hazina faida.
Kwa nini uzingatie mambo ambayo hayana faida? Mtu anakuambia atakuua kichawi au atakuua kwa namna yoyote ile. Je, kifo kina maana? Usiamini sauti zisizo na maana. Ipo sauti moja inasema, sitakufa bali nitaishi. Ishi kama neno la Mungu lilivyosema. Na ndio maana kila mara tunakutana kwenye ibada kusikia Mungu anasema nini, kusikia Mungu anaongea kitu gani mwezi huu kuhusu maisha yangu. Ni jambo muhimu sana. Anakuambia nini? Sasa anasema na wewe kwamba agano hili unaolifanya leo ni agano la kubaki juu tu. Utasikia sauti nyingi sana baada ya hapo. Utamsikia na kuuliza kiko wapi? Mwambie kiko juu. Utamsikia atakufuatilia na sauti zake za chini. Unaweza ukatoka hapo umefanya agano, ukirudi unadaiwa kodi na shetani anakuuliza kiko wapi? Mwambie bosi anadaiwa kodi. Wewe ni bosi. Usijiweke chini kifikra. Na utakaposhinda mapingamizi ya namna hiyo, ya hizo sauti zisizo na maana, bila kujielewa, kwa namna isivyo kawaida, utakuta umeishinda njaa, umeshinda umaskini, umeshinda laana. Tunashinda kwa kuamini. Hatutabebwa na kupelekwa sehemu kama na kimbunga namna hii ukajikuta huko paradiso huko. No. Lazima ujifunze kwamba tunapoweka agano, tunaweka agano la watu wanao fight, wanaopigana vita. Lakini kila vita itakayoinuka mbele yako, wewe ndiye utakayeshinda. Maana adui akija akasema vitu visivyo na maana, alafu vikakuangusha, utakuwa wewe ndio umeanguka. Nataka uamini tu. Amini tu. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini tu. Amini tu. Yote yawezekana. Kwa hiyo tunapaswa kuamini. Na wewe una haki ya kuamini. Kwa nini una haki ya kuamini, binti yangu? Kwa sababu Mungu ameshasema ni wewe uliandikiwa mwaka huu. Full stop. Kwa hiyo ukisimama utauona mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Aibu imefutwa kwenye maisha yako. Unayo haki ya kuamini. Unajua kuna watu wanaamini lakini hawana right, hawana haki ya kuamini. Unaamini tu kwa sababu zipi? Lazima uamini kwa sababu Mungu amekwambia unachoamini. Kwa sababu ukiamini utafanikiwa, alafu sio Mungu aliyosema na wewe, huo ni ujasiri tu. Lakini imani inatokana na Bwana asema. Panga mambo yako vizuri baada ya agano hili. Utaona mipango yako inaenda sawa. Kuna maamuzi ambayo utayafanya hujawahi kuyafanya kwenye maisha yako.
Nakwambia ukweli, kwa sababu katika vitu ambavyo ibilisi anajaribu kudhibiti kwenye maisha yetu ni kuamua. Anafahamu hatima zetu zimebebwa na maamuzi. Akikuzuia usiamue, hufiki. Siku zote anatengeneza mazingira usifanye maamuzi. Leo watu wengi wanalia pesa zinakimbia, hawaelewi hela zinaenda wapi. Problem sio hela. Fedha, nilishawahi kuambia, narudia tena, fedha sio mali yako. Fedha ni mali ya umma. Ukisoma hiyo noti imeandikwa fedha halali kwa malipo ya shilingi kadhaa, na hiyo ni fedha ya Benki Kuu ya Tanzania, sio yako. Huna hati miliki ya fedha. Kwa hiyo ikija kwako, kazi yake fedha ina roho ya kutafuta njia ya kwenda kwa mtu mwingine. Huwezi kukaa nayo, sio yako. Ndio maana hata ukichukua pesa mwanangu ukaichoma moto unafungwa. Lakini ukinunua kuni ikachome zako, ila hela. Ndio maana pesa ikiingia kwenye mikono yako, kazi yake ni inasafiri iende kamhudumie mwingine. Sasa ibilisi anachofanya, anadhibiti uwezo wako wa kufanya maamuzi sahihi. Kadiri unapochelewa kuamua, pesa inatafuta pa kutokea. Ni kama hewa, itatoka tu. Umekuwa mbishi, hutaki kutumia hiyo fedha kwa matumizi ya kuzalisha au kununua mali, itakwambia nunua hata kiberiti. Umeelewa? Na ukisha ichange inaanza kutokea hapo. Baadaye utanunua kile, utanunua kile, utanunua kile, bila pesa inaanza yenyewe kukupangia matumizi ili itoke. Hupangi wewe. Sasa nataka kuanzia leo, baada ya agano, uwe na upako wa kutawala pesa na uifanyie wewe maamuzi. Sio fedha ikuamulie kwamba mimi nataka kuondoka sasa, wewe hutaki kufanya maamuzi. Kwa hiyo maisha mengi ya watu leo, tatizo kubwa hawakufanya maamuzi, kwa sababu zile fedha zilizotembea kwenye mikono yako kwa mwaka 2025 mpaka huu, ungekuwa unafanya maamuzi ya kununua matofali, ungekuwa na nyumba nzuri kuliko mtu yeyote kwenye kijiji chako. Lakini kwa kuwa hujafanya maamuzi, pesa ilikuwa inaondoka, umebaki na stori ya kulogwa. Hakuna aliyekuloga. Aliyekuloga wewe ni wewe mwenyewe. Umekataa kuamini unachoambiwa na madhabahu. Hapo niwaambie siri moja wakati namaliza. Wachawi wako wengi sana kwenye hii dunia, lakini wengi ni nyinyi wenyewe. Wengi zaidi ni watu wenyewe. Na mara zote ibilisi anapokuambia fulani ni adui yako, ndio mchawi wako. Amen. Anatumia hiyo mbinu ili ushindwe kujikamata uchawi. Wewe kazi yako ni kuangalia nani ananiloga, kumbe mchawi ni wewe nini? Mwenyewe. Unajiloga mwenyewe kwa sababu unaogopa kuchukua maamuzi. Natamka kwa jina la Yesu Kristo, hiyo roho iliyogandamiza maamuzi yako ikuachie mara moja. Kwa jina la Yesu, anza kuamua. Ukipata fedha, jiulize ulitafuta ya nini? Tatizo, watu wengi mnatafuta fedha bila mipango. Na hata kama munayo, ukiipata fedha
huwi na msimamo wa kuipeleka pesa kwenye mpango. Na hii ili upate huo ubavu wa kuiendesha hela, lazima ushiriki baada ya leo ya kufanya agano. Kwa kweli itakuja roho ndani yako, itamiliki kila ulicho nacho na itakupa uwezo. Lazima uwe na mipango, kwamba mpango wangu wa mwaka huu ni huu. Ukipata fedha, jizuie. Hakikisha unapeleka hela kwenye lengo. Umepata fedha kwa ajili gani? Kama umewekeza, umelenga kuanza biashara, anza biashara. Sasa mara nyingi ndio yanatokea matatizo ya kijamii, ndugu nini, wakisikia una hela, kila mtu anakuja kuomba nini? Kuomba msaada. Jiulize, usinge kuwepo wewe duniani, wangeomba msaada wapi? Si Mungu angewapa? Mwachie Mungu baadhi ya matatizo. Usijifanye wewe unatatua matatizo nini yote. Mengine mwachie nani? Mungu. Timiza lengo. Maana ukitimiza lengo, zile baraka zitawasaidia zaidi ya watu kuliko hivi ilivyo sasa hivi. Mavuno yanaweza kuwasaidia familia kubwa kuliko mbegu, si ndio? Sasa mtu anakuja nyumbani kwako, mle mbegu kwa sababu yeye ana njaa ya siku moja, na unaingia ndani unachukua mbegu unauza, shamba linalala. Mwakani kumbuka, wote wawili mtakuwa maskini. Halo? Nataka uchukue roho ya kusimamia maamuzi. Kwanza amua, 2 simamia ulichokipanga. Sasa unawezaje? Ibilisi ameshalegeza kila eneo. Amekutupia vitu vinaongea kwenye kichwa. Ukipata hela vinaongea kama kwaya. Yaani ukishapata tu hela, mwanangu, 20,000 tu. Hata ulikaa ndani unashangaa kitu kinakwambia tokeza barabarani kidogo. Angalia watu kama wanapita huko nje. Haleluya. Pesa inataka kuondoka, lakini kuanzia leo, baada ya kufanya agano, hakuna pesa itakayotoroka kwenye mikono yako. Why? Kwa sababu Kumbukumbu la Torati 8:18 anasema nitakupa nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo ile roho kazi yake itasimamia kuratibu shughuli zako za utajiri. Itayaratibu maisha yako, itaratibu amke saa ngapi, itaratibu upatane na rafiki gani, itaratibu watu wafikirie juu yako wangapi, akina nani. Utaona tu watu wazuri wanawaza kuhusu wewe, waliokusahau wanakukumbuka. Yaani hiyo roho kazi yake ni kukupa utajiri. Sijui kama mnaelewa jambo hilo. Unaweza kuwa na maisha magumu wewe leo kwa sababu hujakutana na mtu sahihi. Kuna mtu amebeba utajiri wako. Kuna mtu ana wazo, nikikutana na mtu aina fulani. Sasa kuwakutanisha panahitaji upako. Simama mahali ulipo. Inua mikono yako juu yote miwili. Baba yangu uliye mbinguni, tazama tumeinua mikono yetu mbele zako. Tunahitaji kufanya agano nawe. Uliahidi ya kwamba tarehe kama ya leo utaruhusu utukufu wako kuwa katikati yetu. Yako mambo mawili nimekuomba. Utupe neema ya kupata kipato na utupe neema ya kufanya maamuzi kuhusu tulichokipata. Tunaamini ya kwamba uhai uliotupa ni kwa ajili ya maisha yetu na mafanikio, kwa ajili ya furaha na kukuabudu. Basi tujalie neema ya kubaki juu, yeyote asishuke chini, katika jina la Yesu Kristo.
Wana wa Mungu, nikiwa naomba, nimeona mtu anachora chini. Nikatazama mchoro ule kwa maono, nikaona ni mstari ambao ni mwekundu sana na unaashiria damu ya Kristo inayonena mema hata leo. Huu ndio mstari pekee ambao tutauvuka tunapotoa sadaka. Na tukivuka, mateso hayatavuka pamoja nasi. Unakumbuka jinsi ambavyo Mungu aliambia Israeli ya kwamba Wamisri hawatafanikiwa kuvuka ile bahari, na Waisraeli walipovuka, Wamisri wote wakamezwa na ile bahari. Itakuwa hivyo kwako katika ulimwengu wa roho. Utakapokuwa ukitoa ile sadaka, utakuwa unavuka ule mstari, na adui aliyetesa maisha yako, hali mbaya iliyotesa maisha yako, hali yoyote iliyoumiza maisha yako, wala wachawi wala nguvu zote za kuzimu hazitafanikiwa kuvuka mstari wa damu ya Yesu Kristo. Na kwa hiyo wewe utakuwa ng'ambo. Na ukisha kuwa ng'ambo, huko ndo tunakosema juu tu, kwa sababu kila jaribu litakalo jaribu kufuatilia pale litadhibitiwa na upako. Na Mungu atainua uchumi wako kwa hasira kiasi ambacho hutaamini kwamba ni wewe unayemiliki mali utakazomiliki mwaka huu. Baada ya maneno haya ya kiroho, Mungu ananizuia kuendelea kuongea. Anataka niwavushe kwenye ule mstari. Yes Lord God. Msikilizaji ambaye unatusikiliza kwa redio au mtazamaji wa TV, una jambo moja tu la kufanya ili uvuke mstari huu pamoja nasi. Yes Lord God. Utatoa sadaka yako ya shilingi 50,000 na kuituma kwenye namba 0742121212. Ukishafanya hivyo, sikiliza kwa makini sana maelekezo yatakayokuwa yanatolewa hapa, na Mungu atakuvusha pamoja nasi tunapovuka mstari huu. Kwa nitaomba wasaidizi wangu mlioko mbele mrudi upande wa kule ili mvuke pamoja na wengine. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hapa ndipo ambapo kuna mstari huo nimeuona umechorwa kutoka hivi kwenda vile kufuata mwambao wa madhabahu. Na kwa hiyo watu wanaotazama TV na mnaosikiliza, ninyi mtavuka kwa imani sawa na maelekezo tunayoyatoa hapa. Kwa kuwa mstari huu sijauchora mimi, umechorwa na Kristo mwenyewe, basi hapo ulipo mwana wa Mungu utauvuka hata kama haupo hapa mlimani, na utauvuka kwa njia ya sadaka yako ya pekee. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya kibali na neema. Asante kwa sababu ya agano lako imara. Asante kwa kuwa siku ya leo umefanya nasi agano imara sana, ya kwamba tunavuka ng'ambo ya pili, kule ambako hatutaanzisha miradi ikafa, kule ambako hatutapanda mbegu shambani tukapata hasara, kule ambako kila tutakachofanya kitaleta faida. Bwana, achilia neema yako juu ya watoto wako wanaposimama nami hapa leo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Thank you Jesus. Kila mmoja wakati huu ninapoendelea kutafakari juu ya mstari huu unaochorwa na Roho wa Bwana, ananisemesha vitu vingi sana, kwa sababu ninaona baada ya kuvuka watu wanapona magonjwa kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo muda huu kila mmoja wetu hapo alipo achukue sadaka yake ya agano kiasi cha shilingi 50,000 tulichokubaliana, na kama ulituma tayari kwa simu, njoo utanionyesha muamala wako. Vuka kwanza huu mstari kabla hatujaendelea na jambo lolote. Watu wawe ng'ambo kwanza, watu wawe ng'ambo kwanza. Kama upo nyumbani na unatamani kusupport kazi hii ya Bwana, basi fanya jambo hilo la heshima, na wewe tuma kwa namba 0742141212. Sadaka yako itakubaliwa. Njoni sasa watumishi wa Mungu, vuka mstari huo kutoka kwenye ngazi ya kwanza, kija ngazi ya pili kwenda juu, utakuwa umeshavuka. Njoo weka mistari kadhaa hapa kwa sababu mko wengi. Weka mistari kadhaa hapo, na ukiwa umeshika sadaka yako. Sadaka yako ndio inayokupa wewe kibali cha kuvuka. Nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, wewe Bwana, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, wewe Bwana, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, oh, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, wewe Bwana, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe, wewe Bwana, nataka kusema nawe, Baba, kusema na wewe, oh, nataka kusema na oh, nataka kusema na wewe Bwana,
sema na moyo wangu, sema na moyo wangu, sema na sema na moyo wangu, mimi siogope vita, sema na moyo wangu, sema na Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote unavyovilinda, kwa sababu ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Amen. Sikiliza neno hili la Bwana tunapoimba wimbo huu wa Mungu aseme na sisi. Nataka umwambie Mungu aongee na moyo wako, ili moyo wako usiendelee kuwa na mashaka. Biblia inasema ya kwamba ikiwa mtaamini bila kuwa na shaka moyoni, hayo myaombayo yatakuwa yenu. Unawezaje ukafanya usiwe na shaka? Unahitaji muujiza wa kiungu, kwamba Mungu akuumbie moyo usioogopa, moyo usio na doubt kuhusu yeye. Tumewaamini waganga, tumewaamini madaktari, tumewaamini watu, lakini wametuumiza. Hata wanandoa wenzetu wametusaliti. Wewe unajua. Lakini Mungu hajawahi kubadilisha msimamo wake kwa viumbe wake. Hivi leo tunafanya agano ambalo Mungu ataliheshimu. Bwana wa Mungu, sadaka yako hii unayoitoa inakwenda kufanya kazi moja tu, kuhakikisha madhabahu ya TV inakuwa hewani. Kwa hiyo sadaka hii, kama TV itakaa hewani miaka 50 ijayo au 100, hii sadaka kwa miaka 100 na vizazi vinavyokuja baada yetu tukifa vitaendelea kuhubiri. Halo? Amina. Watoto wako watakuwa wanakumbukwa kwa sadaka hii. Ndio maana ninakuambia kwamba mpe Mungu kitu ukiwa unamuona. Amen. Kabisa unamuona, nampa Mungu. Ukiona hivyo, utukufu wake utaonekana juu yako. Amen. Unapo naona baadhi ya watu mnaweka sadaka, sukari inaondoka. Amen. Pressure inaondoka. Amen. Shida inaondoka. Amen. Na Mungu atakumbuka sadaka yako utakaposimama kwenye mlango fulani uliofungwa. Ukimwambia Mungu, kumbuka niliweka agano na wewe. Katika umaskini wangu nilikuamini. Ule mlango utafunguka. Amen. Uwe ni mlango wa magereza utafunguka. Amen.
Mlango wa hospitali utafunguka. Amen. Mlango wa kudai mahafao yako utafunguka. Amen. Mlango wa kuwashinda wanaokudhulumu utafunguka. Amen. Mlango wa uponyaji wa kiungu utafunguka. Popote utakapoingia namna hii, watu watakunenea mema, watawaza mema na watatenda mema. Kwa sababu ya hiyo sadaka uliyoitoa. Mimi nazungumzia sadaka kwa sababu tayari umeshaitoa. Ningeongea maneno haya kabla hujaitoa, yasingekuwa na maana sana. Pengine ningekuwa naongea na hitaji hiyo, lakini naongea ukiwa umeitoa tayari. Huko mbele hapo umesema naitoa. Nataka nikwambie unaitoaje. Mpe unayemuona. Na ukiwa hapa unapoitoa ukaona huoni mwelekeo katika ulimwengu wa roho, huna hisia za kumpa Mungu kitu hicho, humuoni akiwa anaipokea sadaka yako, unaruhusiwa kurudi naye. Nataka ulazimishe moyo wako kwamba leo unampa Mungu. Amen. Ulipompa mganga ulimuona. Amen. Ulipowapa matapeli uliwaona. Mwanamke mmoja, Biblia inasema alipomuona nabii akasema, karibu mtu wa Mungu. Amina. Nabii akamwambia, nipe chakula chako. Mama akampa nabii chakula chake. Lakini nataka uzingatie, karibu mtu wa Mungu. Maana yake yule mama alimuona mtu yule ametoka kwa Mungu. Hakuona kwa macho haya ambayo Ibilisi ameyapiga. Aliona kwa macho ya moyoni. Macho ambayo alikuwa nayo Bartimayo. Watu wenye macho ya damu na nyama walipomwona Yesu anapita walimuita Beelzebuli, mkuu wa mapepo, anakula na walevi. Lakini kipofu macho ya ndani yake yalipoona akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Nina hakika mzee wangu usiyeona na mwingine nimemwona pale pia, mioyo yenu inaona kuliko sisi ambao tuna macho mawili, kwa sababu moyo wako ukiona umevuka ule mstari mbele za Mungu, huyo Mungu atakuonyesha kazi yake. Amen. Nimeombea vipofu wengi wamepata kuona. Hata mwingine mnakumbuka yule dada alioza macho, si tu kupofuka, yalioza. Lakini ghafla kwa muujiza wa kiungu akapata kuona tena. Amen. Huyu ndiye Mungu ambaye mimi ni mtumishi wake. Hajawahi kushindwa. Na wala hata idharau sadaka yako. Atakutendea yote unayoamini. My Lord. Kwa hiyo nataka kuinenea hiyo sadaka. Shike mkononi niambilie kitu cha kiungu. Baba, asante. Na wale mliotuma kwa simu, wekeni kifuani mkono wako au shika simu ulioitumia. Baba, asante. Ninanena juu ya sadaka hii ya watu hawa maskini ambao wamepambana, wengine yamkini wamekopa, wengine labda wamefanya vibarua, wengine labda wamewekeza mishahara yao, angalau tu atoe sadaka hii. Je, utawadanganya kama walivyodanganywa na waganga na wanajimu na watu wa dunia hii? La hasha. Wewe Bwana, jumla ya neno lako ni kweli. Ukaifanye sadaka hii ipandwe katika udongo wenye rutuba, na milango ya kimiujiza ikafunguke kwenye kila kazi watakaoenda kuitenda.
wape afya njema, wape nguvu mpya na uwezo usiokuwa wa kawaida katika kufikiri na kutenda. Wawe na ushuhuda kwamba kuna jambo Mungu ukilitaka huwa umetaka kuwabariki, nami nawabariki. Sadaka hii imebarikiwa. Amen. Sadaka hii imekubaliwa. Amen. Sadaka hii imepata kibali. Amen. Sadaka hii itafanikiwa. Amen. Sadaka hii itapajenga mahali palipo ukiwa. Amen. Sadaka hii itabadilisha historia yako. Amen. Pokea kibali katika jina la Yesu. Amen. My Lord, my God. Ninaona nguvu za Mungu zimeshuka hapa kwa ajili yako. Nami nakutamkia, Bwana amekupandisha, hautarudi chini. Bwana amekuvusha ng'ambo, hautarudi ng'ambo ya pili, ile ng'ambo ya misiba, ng'ambo ya maombolezo, ng'ambo ya kukataliwa, ng'ambo ya magonjwa. Pokea uponyaji. Pokea kuona tena uliye kipofu. Pokea uponyaji wa moyo, pokea uponyaji wa sukari, pokea uponyaji wa viungo, pokea uponyaji wa tumbo lako, pokea uponyaji wa miguu, pokea uponyaji wa kila kitu kwenye maisha. Bwana Yesu akutendee mema. Wewe Yesu, asante. Asante kwa wema. Wale ambao mko na cash mkononi, nitabeba chombo hiki mbele za uso wa Bwana. Mtasogeza sadaka zenu hapa. Utaiweka sadaka yako ya agano, na Mungu akubariki sana. Na msiondoke hapa mbele, baada ya kutoa mtabakia. Yes, Lord Jesus. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Oh, ni wewe Baba, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, wakupewa sifa, pewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye nguvu. Hallelujah. Wakupewa sifa, pewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye nguvu. Hallelujah. Wakupewa sifa, sifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye nguvu na uweza. Baba, ninakushukuru kwa chombo hiki kinachochukuliwa mbele yako kwenye hii madhabahu. Kila mkono ulioripoti hapa, mkono huu ukaripoti mbinguni na kuziruhusu baraka zisizokuwa na mwisho juu ya watu hawa na uzao wa matumbo yao. Sadaka yako imekubaliwa. Ninaona mkono wa Bwana ukikipokea chombo hiki
na dhahabu zikidondoka kutoka mbinguni. Bwana atakukutanisha na baraka, atakupa thamani ulioitafuta kwa miaka yote. Katika jina la Yesu Kristo. Ukiwa bado umesimama hapo, naomba mafuta. Nahitaji kuwapaka mafuta kwa ajili ya uponyaji na kuimarisha agano hili. Ningependa kujua wale ambao mliituma sadaka hamkuitoa keshi hapa, nyanyueni mikono nione. Asante sana. Mungu awabariki. Asante sana. Tutafanya jambo moja hapa kubwa, ambapo mimi nitakupaka mafuta kichwani. Wewe utachovya vidole vyako kwenye mafuta haya na utakwenda kupaka uso wako au popote katika mwili wako kama ishara ya kutakaswa. Na kuanzia hapo agano hili litakuwa imara, kwamba hakuna shida itakayo kushinda. Na mtakwenda mtaketi, na kuna maombi mengine ya mwisho tutakaomalizia, bado nasikiliza kutoka kwa Mungu. Lakini tufanye agano hili kwanza. Mstari huu uliouvuka ambao Roho wa Bwana aliweka ni mstari pia wa uponyaji. Baada ya mafuta haya tutapata shuhuda nyingi kwa watu Mungu atawaponya. Kwa nitaongeza kiwango cha mafuta ili kiweze kutosha. Kwa hiyo mtakuja hapa mbele, kwa upande huu mtatokea huku, unaweka vidole vyako kwenye mafuta. Unaweza ukarudia hapo ukaenda, kwa sababu hakuna msongamano, na huku mtaenda hivi. Karibu. Thank you Jesus. Weka vidole vyote. Haya, vinatosha. Asante sana. Asante sana. Then unakwenda kwenye kiti. Twende spidi. Weka chovya tu hapo. Mimi siangalii wewe umeshachovya au bado. Wewe ukifika, cha kwanza ni kuchovya vidole. Cha pili utaona mkono wangu juu yako. Msichote mafuta, unachovya tu, kisha unakwenda. Bwana afanye agano la baraka na wewe siku zote za maisha yako. Akupe hiyo neema na akupe kufanikiwa. Akupe hiyo neema na akupe kufanikiwa. Okay. Jesus Lord. Nitasema ndio, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana,
Bwana, nitasema ndio. Ndio Bwana, nitasema ndio Bwana, ndio Bwana, sema ndio Bwana, oh ndio Bwana, sema ndio. Tusimame, mikono juu, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwamba umepokea agano hili. Pamoja na hayo, ninakushukuru kwamba umeniponya. Sitabaki katika dhiki tena, wala magonjwa, wala laana. Nimekombolewa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ukiwa umesimama, ninaye mgeni wangu hapa, mtumishi wa Mungu Frank kutoka Nigeria. Ni rafiki yetu wa muda mrefu sana. Mara kadhaa amekuwa anakuja, na leo nimemwona hapa mbele yetu. Kabla hatujaendelea na ratiba, naomba nimpe nafasi ya kusalimia. Welcome. Hallelujah. Praise God. I want to say God bless you. I say God bless you. Can you say amen? Can you shout amen? Can you say my amen? Can you say my hallelujah? I'm happy to be here today. It's just that I came late, but I'm happy that you are good. I'm happy for God is blessing you. Hallelujah. I know God is blessing you, and God will bless you more. Can you clap for Jesus? So today I just came to greet you and see how you're doing. I've known you for 1 year, I think. Prophet, it's 1 year now. 1 year. And 1 year I've just come. I came in for something, and I said, let me come and fellowship with people today. Don't worry, one of these days I will come to bless you people. But today I just come to greet you. But I want to say something before I... You see, this month is the month of May. I want you to know, before this month ends, God will give you a miracle. You didn't hear what I said. I said, before this month ends,
Today is May 10, 2026. I want to tell you, before this month ends, write it in your book and write it in your hand. Put it in your hand. Before this month ends, God will give you a miracle. There is something you have been praying for. You have been praying for a long time. I want to let you know, this month, God will answer that prayer. So before I sit down, once again I want to tell you, I'm trying to repeat what I'm saying. This month of May, God will surely give you a miracle. I want to thank you. God bless you. God keep you. God make His face to shine upon you. Can you lift up your two hands up? Let me say a word of prayer. Let me say a word of prayer. You see, coming to this place, prophet, coming to this place is a sacrifice. You sacrifice to come, and remember how I came here. I want to let you know, God will surely bless you. Coming to this place is a kind of sacrifice. But I want to tell you, God will reward you by blessing you. Let me pray for you. Father, I thank you for these people. I want to thank you for their lives. I want to thank you for the men and women and boys and girls. I want to say in the name of Jesus, my Father, answer their prayers. Answer their prayers. Answer their prayers. Heal them from every sickness. Deliver them from problems. Give them jobs. Give them husbands and wives. I pray that today, the 10th of May, God will give you a miracle in the name of Jesus. God bless you. God bless you. God make His face to shine upon you. Amen. God bless you.